أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بلغنا رمضان وجعله شهر الصيام والقرآن والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Uzanguni, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa kuweza kutupa neema hii ya afya na kuweza kutufikisha siku hii ya leo miongoni mwa watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataraji wao waweze kufika ndani ya siku hii ya leo. Kwani wangapi wetu leo hii walitaraji kufika katika siku hii ya leo, na kwa muda huu wamekwisha badilishwa majina yao. Wengine wameshakuwa marehemu, wengine wapo katika sakaratil mauti, lakini leo hii kuna wengine wapo katika mahospitali. Na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waliotangulia mbele ya haki Allah awarehemu, lakini pia wale ambao wapo katika maradhi mbalimbali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape shifa. Na sisi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alijalia afya, basi Mwenyezi Mungu azidumishe afya hizi tuweze kudiriki kuweza kuipata funga ya mwezi wa Ramadhani, lakini pia tuwe ni wenye kusoma Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mashekhe mbalimbali wanalizungumzia swala hili la mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni jinsi gani unajiandaa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kujiandaa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna mambo mengi sana, japo wengi huwa wanajiandaa kutokamana na iftari pamoja na daku. Lakini kuna hii miezi miwili ambayo iliyopita, mwezi huu ambao tuliokuwa nao mwezi wa Shaaban, lakini pia kuna mwezi ambao uliokuwepo wa nyuma ambao ulikuwa ni Rajab. Hii miezi ndio miezi ambayo unaweza ukafanya maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa afya na swiha na kuweza kukufikisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndugu zanguni, si kuweza kusema eti utajiandaa kutokamana na iftari nyingi, daku nyingi. Hapana, ni kutengeneza takwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia tukija kuangalia ni kitu gani ambacho unaweza ukajiandaa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Msemaji anasema tashihi niyatu wal ikhlasi lillah, ni kurekebisha nia na ikhlasi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili ndio jambo la kwanza kabisa, ni kurekebisha nia yako ya kuwa sasa ninaingia mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kukuwekea wepesi kwa nia hiyo, lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kukuondolea mafindo ambayo yanaweza kuwa ni sababu ya kuweza kukuharibia funga yako. Kwa sababu gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema innamal a'mal binniyat, kila amali ambayo unaifanya wewe basi ujue ndani yake kuna nia. Kila unachokifanya basi ujue ndani yake ipo nia. Unaiba kwa nia gani? Hiyo ni nia, lazima uiweke. Unaswali kwa sababu gani? Ni nia hiyo. Lakini pia je, unafunga kwa niaba gani? Lazima utangulize nia. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwekee wepesi, kwa sababu ni lazima Muislamu aingie ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa na nia safi ya kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, si kwa mazoea wala kwa kujionyesha, bali ni kwa kutaka radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia na thawabu ambazo zinazotokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndiye ambaye atakayetulipa katika haya ambayo tunayoyafanya. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika taubati sadiqa, kutubu kwa toba ya kweli,
Hapa watu wengi huwa wanafanya istighza. Anaweza akatubia leo, lakini kesho akayafanya yale yale. Je, unamfanyia nani? Unamfanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye anakufahamu wewe vizuri? Kumbe utakapokuwa umetoa toba ambayo ni ya kweli, basi yapaswa usiweze kurejea tena yale ambayo uliomkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo pale Mwenyezi Mungu akasema, watubu ila Allahi jamia ayuhal mu'minun, natubieni makosa yenu, ombeni msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hayo makosa ambayo mnaomfanyia. Ayuhal mu'minun, enyi ambayo mnaamini. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatumia mu'minun. Ina maana yule ambaye atakayetubu na akaacha moja kwa moja, huyu ni mu'min. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwekee wepesi, lakini pia tuwe ni wenye kutubia makosa ambayo tunayomkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuingie ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa tuwe ni wasafi. Lakini pia taalam ahkami siyam. Baada ya hapo sasa inatakiwa ufahamu hukumu au tujifunze hukumu za kufunga. Ikiwa kama huwezi kujua hukumu za kufunga ni nini, basi mfate kwa yule ambaye anayefahamu, aweze kukufahamisha, aweze kukuelimisha, ili uingie ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa uko sahihi, hali ya kuwa uko safi liwajihillah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tuangalie kujifunza hukumu za funga. Ni wajibu kujua nini kinabatilisha funga, nani ana ruhusa ya kuweza kufunga, fadhila na adabu za mfungaji, ili ibada ifanyike kwa ilmu sahihi. Hili ambalo linawajibika kwako wewe kuweza kulifahamu. Lakini pia al-istidadu ruhi bil ibadati, kujiandaa kiroho kwa ibada. Ndani ya mwezi wa Ramadhani ibada inatakiwa ifanyike sana. Ndani ya mwezi wa Ramadhani ibada tunatakiwa tufanye sana ibada. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi ambao mloamin tumewafaridhishieni. Kutiba alaykumus siyam, tumewafaridhishieni funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama tulivyowafaradhishia wale wa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili muwe ni wacha Mungu. Kwa hiyo ukifunga Ramadhani kwa thabiti kwa mujibu wa aya hii, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakupandikiza ucha Mungu wa kuwa unamfahamu Mwenyezi Mungu ipasavyo. Ukiingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Muislamu aanze mapema kabisa. Aanze nini? Aanze kusoma Qur'an, kuongeza swala za sunna, kuzoea dua na dhikri mbalimbali. Hii humsaidia kuingia Ramadhani ikiwa tayari roho yako, nafsi yako, mwili wako upo tayari kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zanguni, funga ya Ramadhani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaiangalia kwa jicho pana sana. Na ndipo pale sasa utapaona ndani ya mwezi wa Ramadhani, ndani ya 10 la kwanza, misikiti huwa inajaa mno. Lakini kadiri ya siku zinavyoenda, wale ambao walikuwa na hao sasa Waislamu hao ambao utakawaona, mashaallah, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu tunaomba waweze kumaliza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa tunawaona tena na masiku mengine.
Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani utaona mambo mengi. Utaona watu wanaswali ndani ya wiki moja, ndani ya siku 10, mashaallah, anatoka sijida moja nzuri tu. Lakini kadiri ya siku zinavyoenda ndivyo anavyokuwa analeta uvivu ya kuweza kupunguza ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huyu ukimwangalia atakuwa si yule ambaye aliojiandaa na Ramadhani. Huyu ni yule ambaye anayefuata mkumbo. Kwa nini ufate mkumbo? Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia tusini wale ambao tunaofuata mkumbo, bali tuswali kwa ajili ya Allah, tufunge kwa ajili ya Allah na tufanye ibada kwa ajili ya Allah. Lakini pia mwendelezo wa kuweza kufahamu nini cha kufanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao tunaokaribia, aidha kesho au kesho kutwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tuwekee wepesi. Al-istidadu al-ikhlaqi, al-istidad al-ikhlaqi, kujiandaa kimaadili. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hili amelizungumzia, anasema man lam yadaa qawla zuri, yoyote ambaye haachi kusema uongo, wa amala bihi, na kutenda yaliyokuwa ya uongo, falaisa Allahu hajatu fi an yadaa taamahu wa sharabahu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana haja ya yeye kuacha chakula chake, lakini pia na kinywaji chake. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu funga si kuacha kula na kunywa tu, bali funga ni kuacha uongo, funga ni kuacha matusi, funga ni kuacha ugomvi, funga ni kuacha dhulma. Ramadhani ni mafunzo ya tabia iliyokuwa njema. Katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akatumia neno kaulu zuri. Maana yake ni nini? Maana yake ni uongo, uzushi, fitina, ushahidi wa uongo, matusi, lakini pia na maneno yaliokuwa mabaya. Katika hili tuyaache ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukiangalia uongo, kuna watu ambao wanatumia uongo ili atumie uongo. Unaiandaa vipi funga yako? Kuna uzushi, watu wanazusha mambo ambayo hayapo. Unaiandaa vipi funga yako? Lakini pia kuna fitina, unafitinisha familia na familia, unafitinisha ndugu na ndugu, unafitinisha mke na mume, unafitinisha familia na watoto. Lakini pia ushahidi wa uongo. Kuna watu ndani ya mwezi wa Ramadhani na masiku mengine wanatoa ushahidi wa uongo. Unajiandaa vipi wewe na Ramadhani? Lakini pia kuna watu ambao ndani ya Ramadhani wanakuwa ni wenye kutukana, matusi na maneno mabaya. Hii haifai, kwa sababu upo ndani ya mwezi ambao tayari unajiandaa kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini katika hadithi hii Mtume amezungumzia neno wa amala bihi, kutenda maovu, kudhulumu watu, kufanya mambo ya haramu kwa vitendo. Wapo watu ambao wanafanya hivyo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukija sasa kuiangalia maana kuu ya hadithi hii, inaonyesha kuwa kufunga si njaa na kiu tu, bali ni kujizuia na maasi, ni kujizuia na ulimi, ni kujizuia na macho kutazama visivyo vya halali, ni kujizuia na macho kutazama visivyo vya halali. Lakini pia masikio ni kujizuia kusikia yaliyokuwa ya haramu, na viungo vyote vya mwili wako, ili mtu wewe utakapokuwa umejaliwa kuingia ndani ya mwezi wa Ramadhani ukawa ni mwenye kufunga, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
aweze kukuwekea wepesi. Lakini pia kuacha kusema uongo, kuacha kudhulumu, kuacha kutukana na kufanya yalikuwa maovu. Kwa sababu gani? Funga au thawabu ya funga yake hupungua au hupotea. Allah hana haja na hiyo funga. Hii haimaanishi kuwa funga yake haikubaliki kabisa, hapana, bali ina maana funga yake haina thamani kamili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo la funga ni takwa, na hiyo takwa ikiwa kama haijakamilika, basi wewe utakuwa ni mwenye kushinda njaa, na Allah subhanahu wa ta'ala hiyo funga ni ya kwake yeye, na yeye ndio ambaye anayelipa kupitia hiyo funga ambayo unayofunga. Naomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuweke wepesi katika hili. Lakini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndugu zanguni, mwezi ambao ndo huu tunaukaribisha ndani ya masiku haya machache, ni kufanyaje? Ni kujiandaa kijamii, al-istidadu al-ijtimai, kujiandaa kijamii, kusuluhisha migogoro ya watu, kuwasaidia masikini kwa wingi, kuimarisha udugu. Ramadhani ni mwezi wa mshikamano, lakini pia ni mwezi wa huruma. Kwa hiyo utakapokuwa unayafanya haya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwekea wepesi. Kwa haya machache, ndugu zanguni, tuyashike, lakini pia tuwe ni wenye kuyafanyia kazi. Ramadhani hii huenda isijirudie tena kwako wewe, ikafika Ramadhani nyingine upo kaburini. Kwa hiyo funga ndani ya Ramadhani hii kwa ithibati kabisa, kwa kunyenyekea kabisa, kwa kufuata yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoyaamrisha na kuyaacha yale ambayo aliyoyakataza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapa utakuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu, ndipo pale la'allakum tattaqun itakuwa ndani yako wewe, ili uwe ni mcha Mungu, ili uwe ni mwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ukifunga Ramadhani kwa ithibati, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakupa daraja la ucha Mungu, na hili daraja la ucha Mungu ni daraja kubwa sana. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufikishe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia atuwezeshe tuwe ni miongoni mwa watu ambao watakuwa ni wacha Mungu. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Ramadhani hii iwe ni sababu ya kuweza kutubadilisha nafsi zetu kimaadili na kila ambalo analohitajia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa makatazo yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wama alaina ila albalaghul mubin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.